Hatimaye Israel imeamua kuivamia kijeshi nchi ya Syria. Katika hali ya kuzidisha mgogoro kwa kiwango kikubwa, vikosi vya nchi kavu vya utawala wa Israel vimefanya uvamizi wa kina kabisa hadi sasa katika eneo la Syria, vikilenga maeneo katika mikoa ya kusini magharibi ya Quneitra na Daraa. Uvamizi huo umefanyika siku ya leo Jumanne, saa chache tu baada ya mashambulizi ya anga ya Israel karibu na jiji la pwani la Tartus, upande wa kaskazini mwa nchi hiyo ya Kiarabu. Vikosi vamizi vya Israel vimesonga mbele katika maeneo kadhaa ndani ya mikoa hiyo kwa masaa kadhaa na kwa kutumia msaada wa kutumia helikopta na misafara ya kivita ambayo walikuwa na magari ya kuhakikisha kwamba wanafika katika maeneo muhimu. Shambulio hilo lilijikita hasa katika eneo la Tel Almal huko Daraa na mji wa Al-Mashara katika eneo la Quneitra. Vyanzo vya ndani vimeripoti kuwa vikosi vya Israel vimeingia kwenye kituo cha kijeshi cha Tel Almal kilicho karibu na viunga vya mji mkuu wa mkoa wa Quneitra, ambapo walifanya upekuzi kabla ya kuondoka. Waangalizi wamesema kuwa matukio haya yamefanyika huku vikosi vya utawala wa Israel vikisonga mbele zaidi ndani ya Syria kuliko wakati wowote tangu mwaka 1967 wakati utawala huo ulipoikalia kwa mabavu milima ya Golani ya Syria. Uvamizi huo umepitiliza hata mashambulizi makali ya Israel yaliyoanza Novemba 2024 hadi sasa dhidi ya Syria, ambapo waasi wanaoungwa mkono na mataifa ya kigeni waliiangusha serikali ya kidemokrasia ya nchi hiyo. Kabla ya uvamizi huo, ndege za kivita za Israel zilifanya mashambulizi ya anga zikilenga kikosi cha ulinzi wa anga cha Syria karibu na Tartus. Chombo cha habari cha utawala wa Syria kimethibitisha mashambulizi hayo, kikibainisha kuwa ingawa uharibifu wa mali umetokea, lakini hakukuwa na vifo ambavyo vimeripotiwa hadi sasa. Jeshi la Israel limedai kuwa mashambulizi hayo yamelenga kuzuia silaha zisiangukie mikononi mwa maadui, lakini kimsingi ni sababu ambazo wengi hawakuweza kuzielewa, kwani wakati huu hakuna kundi lolote la kigaidi ambalo limeshambulia maeneo hasa yale ya Golan Heights ambayo yanamilikiwa na Israel. Basi mtazamaji, tutaendelea kukujuza ni nini ambacho kinaendelea, lakini kimsingi ni mashambulizi makubwa ambayo yamefanywa na Israel na hatimaye kuingiza majeshi yao kabisa, na hii ni ishara ya uvamizi wa taifa la Syria. Endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii.